Habari za leo. Niwapongeze sana Mheshimiwa Gambo, mkuu wa wilaya wa Arusha, pamoja na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha kwa hali ambayo wameionyesha njema sana. Nianze na Mheshimiwa Gambo. Mimi kama mtumishi wa Mungu ninauona unyenyekevu ndani mwako mkubwa wa viwango vya hali ya juu sana. Na kimsingi huo ni utu uzima, lakini pia ndio Ukristo. Licha ya utu uzima, lakini pia ndio Ukristo. Mahala fulani Bwana Yesu aliwahi kusema kwamba akupigaye shavu la kulia, mgeuzie hata shavu la kushoto alipige. Kwa maneno haya simaanishi kwamba Mheshimiwa Makonda amekupiga. Hapana. Ila namaanisha kwamba Mheshimiwa Makonda amekuwa akikushauri. Nitumie neno kushauri, sio vita hiyo. Amekuwa akikushauri wakati mwingine kwa maneno ambayo makali, magumu, kama kiongozi mwenzako. Ni kweli kwamba naye asingeweza kunyamaza kimya kwa baadhi ya mambo. Asingeweza kunyamaza kimya. Ndio uongozi. Unajua uongozi ni msalaba. Unajua? Uongozi ni msalaba. Watu fulani wakasema hivyo kwamba uongozi ni msalaba. Kwa hiyo lazima kuubeba. Kwa hiyo mkuu wa mkoa amekuwa akitumia maneno makali, magumu kwako. Lakini umeonyesha uwezo wa kuyapokea. Uwezo wa kupokea na kifua cha kuyapokea. Zaidi yote nimependezwa sana, nimefurahi sana nilivyoona klipu fulani ambayo amekuamsha katikati mwa watu kwamba simama. Ukasimama kwa unyenyekevu kabisa na kwa furaha. Kwa furaha na kwa unyenyekevu mkubwa. Kitendo ambacho ni wachache ambao wangefanya hivyo. Watu wana viburi. Watu wana viburi sana. Mimi ni nani? Mimi nani huyu anisimamishe hivi? Nani huyu wange? Yaani watu ni wachache, niseme hivyo, ni wachache ambao wangeweza kufanya hivyo. Vinginevyo ingekuwa ni maneno mengi pale. Maneno mengi pale. Lakini umeonyesha kiwango kizuri ambacho nadhani sio mimi peke yangu ambaye nimefurahi. Nadhani wengi wametakuwa wameona na kufurahi, wenye mapenzi mema na kuweza kuchanganua mambo vizuri. Watakuwa wamefurahi. Kwa hiyo ndani mwako Gambo, ndani mwako nimemuona Mungu. Ndani mwako nimeona utulivu mkubwa, unyenyekevu mkubwa, uvumilivu mkubwa na kiwango kikubwa cha uongozi. Naona? Najua wakati mwingine kiongozi pia tunasema kiongozi ni kama jarara. Kama jarara. Ambalo huyu mtu anakuja na hili, anatupa mleo, huyu anakuja na hili, anarusha mleo, huyu anaweka, huyu analesha. Kwa hiyo kila aina ya takataka, kila aina ya uchafu zinarushwa katika jarara hilo. Kwa hiyo kifua cha kiongozi mzuri ni sawa sawa na huo mfano wa jarara. Kwa hiyo mimi nikupongeze sana Gambo, nikupongeze sana kwamba umetulia. Sawa, watu wanaweza kusema pale bungeni ulisema maneno na hivi sijui vitu gani. Lakini nadhani pia katika yale uliyosema bado kusema kwa nia mbaya. Kusema kwa nia mbaya. Okay, hata kama kuna jambo ambalo ulikuwa nalo ndani mwako siwezi kujua zaidi, lakini nasema ulikusema kwa nia mbaya. Ulisema kama kiongozi pia anavyoweza kusema, hata mwingine angesema hivyo. Lakini licha ya hayo mimi nikupongeze kwa hii hatua, kwa hii ya leo ambayo nimeona ukisimamishwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mtumishi wa Mungu, namuita mtumishi wa Mungu mimi huyo. Mtumishi wa Mungu Makonda ukasimama. Nimependa sana.
Nimependa sana. Nisirudie sana lakini nimependa sana. Nikupongeze kwa hatua hiyo nzuri, safi sana. Komavu mkubwa wa kiroho na kiuongozi. Nikisema wa kiroho sasa usije ukasema namaanisha Ukristo ndio huo. Kristo ndio huo. Safi sana. Nakupongeza mno. Lakini pia licha ya kupongeza, niombe sasa, nishauri endelea kunyenyekea, endelea kushuka, yani hii kiwango hicho kionyesha, endelea watu watakudanganya wanadamu. Bwana, ungefanya hivi, usingeweza, amekusimamisha mbele za watu, amekudhalilisha hivi na hivi. Wanaoyasema hayo hawana msaada pia zaidi na wewe. Unajua, hawana msaada zaidi na wewe. Hawana msaada zaidi na wewe. Kudhalilisha mimi nisingeweza kufanya hivi. Hivyo ni. Lakini wewe umesimama on your own. Umesimama katika nafasi yako mwenyewe. Hongera sana. Kwa hiyo niseme kwamba hebu endelea sasa, myamalize, mzungumze. Hata inbox, mtafuta inbox mkazungumza. Sijajua kama mnafanya hivyo, zungumzeni, kiongozi na kiongozi, na mambo haya yaweze kuisha. Nadhani mmeshamaliza, lakini pia muendelee kuyamaliza katika mfumo mzuri ambao hauachi dosari kubwa. Dosari inaweza kuwemo ndani ya moyo, maumivu hivi, machungu, kwa nini hapa? Tumekuwa tukiona, tunaangalia, tunachunguza, tukajua watayamaliza watumishi wa Mungu haya. Kwa machungu ndani ya moyo yaweze kukosa, lakini take simple, endelea kuyamaliza, endelea kuyachukulia poa, yataisha. Kila jambo na wakati wake. Kwa hiyo hongera sana Mr. Gambo, hongera sana. Nirudi kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Mheshimiwa mtumishi wa Mungu, Mheshimiwa Makonda. Nikupongeze sana. Pongeza sana pia, na wewe umeonyesha utulivu mkubwa, yani uvumilivu. Yako mengi ambayo umeyaona, yako mengi ambayo umevumilia, yako mengi ambayo umeyasikia, yako mengi ambayo umeyashuhudia. Nikupongeze sana kwa utulivu mkubwa. Umetulia sana Mheshimiwa Makonda, umetulia. Shoka la Bwana. Umetulia, tunakuona wewe ni chombo cha Bwana, ni shoka la Bwana. Umetulia. Wako wengi ambao wanaweza wasiaone, lakini tunayaona watumishi wa Mungu. Umetulia. Lakini zaidi yote, hata ili tamko ambalo umelitoa mbele za watu kwamba sasa kwa vile Gambo aliomba msamaha bungeni, basi ukasema na wewe unamsamehe. Hilo ukasema basi awaombe radhi watu pia Watanzania pia, baadhi ya Watanzania. Ni jambo jema tu. Mimi naliona jambo jema, kwani Mheshimiwa Gambo kusimama akasema jamani, tusameane na mimi nisamehe, basi niliwaumiza mnisamehe na mimi halina tatizo. Ajikwezaye atashushwa na ajishushaye atakwezwa. Kwa hiyo tusema hilo wala sio baya. Kwa hiyo nikupongeze sana kwamba umechukua maamuzi mazuri Mheshimiwa Makonda. Umechukua maamuzi mazuri na nikutie moyo kwa uongozi. Ndio hivyo, uongozi kadhalika ni changamoto, lakini wewe ni shoka la Bwana. Nafurahi kwamba mmemaliza na mmemsamehe mbele za watu na muendelee kuishi vizuri kama watumishi wa Mungu. Taifa litajengwa na watu wa namna hiyo, wenye viwango vya namna hiyo na mazingira namna hiyo na roho za namna hiyo. Na zaidi yote, nyinyi ni chama kimoja. Nyinyi ni mnajenga nyumba moja. Kwa hiyo wakati mwingine kugombania fito tunasemaga sio salama sana. Lakini najua mambo yanayo pitapita haya mnayozungumza ni mambo ya kimsingi ambayo lazima myazungumze, sio kugombania, myazungumze. Mwisho wa siku yakae sawa ili kazi iendelee kusonga mbele. Kwa hiyo niwapongeze nyote, Mheshimiwa Gambo na Mheshimiwa Makonda. Safi sana. Nadhani mmeionyesha dunia na Watanzania kwamba mnaweza na Mungu yuko pamoja nanyi. Mungu awabariki na Mungu aibariki Tanzania. Asante.